Karibu sasa kwenye mjadala wa leo unaojikita kwenye eneo la unyanyasaji wa kijinsia majumbani. Msikilizaji, ubakaji ndani ya ndoa ni kitendo ambacho sasa kimeanza kutizamwa kwa jicho la tatu na wanaharakati hususan wa haki za wanawake. Kulingana na maandiko mbalimbali, ubakaji kwenye ndoa ni kitendo cha kujamiiana na mwenzi bila idhini yake, na wahanga wakubwa wakiwa ni wanawake. Ingawa kihistoria, kitamaduni na hata kimila tendo la ndoa huchukuliwa kama haki ya mume, lakini kushiriki tendo hilo bila idhini ya mke katika baadhi ya jamii ulimwenguni huchukuliwa kama ubakaji. Na baadhi ya mataifa tayari yana mifumo ya kisheria inayoruhusu mtu kushtakiwa kwa kumbaka mwenza, ambayo ilianza tangu miaka ya 1970. Lakini jamii kwa upana wake inaamini nini? Nani ana maamuzi katika suala hili? Na sheria je, zinasemaje? Kwenye laini ya simu ninaungana na Tike Mwambilikile kutoka Chama cha Wanasheria Wanawake Tanzania Taula, lakini pia nitaungana na Njeri Migwi, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Usikime, hili liko huko nchini Kenya, na Mama Amira Mselem, yeye yuko Mombasa. Karibuni sana jamani, kama mnanisikia. Naam. Asante. Asante sana. Naambiwa kutoka Tanzania tayari niko na Tike. Tike, labda nianze na wewe kwa kifupi, unifafanulie kwanza linapokuja suala hili ambalo nimelizungumzia, ubakaji ndani ya ndoa. Tufafanulie wewe kama kisheria, kijamii, kiwanaharakati, kwa upana wake tafadhali. Karibu. Asante na shukuru. Na nafikiri leo tumegusa mada ya nzito sana na ya muhimu sana, na naamini kwamba wadau wengi wangependa kuisikiliza na kujifunza mada ya ubakaji ndani ya ndoa. Na ukitizama sheria zetu za Tanzania bado zina mianya inayomfanya mwanamke anayeolewa aliyeolewa kutokuwa na ulinzi sawa wa kisheria na tofauti na mumewe, hasa ikija kwenye swala zima la ukatili wa kingono. Kwa mfano, kanuni ya adhabu Penal Code ambayo inaelezea kwamba katika sheria yetu, hii sheria ya kanuni ya makosa ya jinai sasa hivi imechukua ile sheria yetu ilikuwa inaitwa SOSPA, imeingizwa sasa ndani ya Penal Code. Na hii inafafanua kwamba ubakaji, niseme tu kwamba wewe pale unapokuwa umeolewa, umetolewa mahali, maana tayari ile ridhaa umeshaitoa kwamba chochote mwanaume atakachotaka kufanya kwa muda na kwa wakati, yeye anatakiwa kufanya kwa muda anaojisikia yeye, hata kama wewe muda huo wewe hauhitaji kufanya kitu kama hicho. Na hii ukitizama kwenye kifungu cha 133(2)(e), sheria inasema mume hawezi kushtakiwa kwa kumvunjia heshima au kumbaka mkewe, isipokuwa tu kama amri ya mahakama imetengua, yani imesema kwamba isifanyike hicho kitendo. Na hii inatokea ni pale kama watu wametengana kwa namna moja au nyingine. Sasa ukienda kwenye kifungu cha 66 cha sheria yetu ya ndoa, kinakataza mume kumpiga au kumfanyia ukatili mkewe. Swali langu kwa wasikilizaji na wewe, ikiwa ni kosa la kisheria kumpiga kofi mke, inakuwaje isiwe kosa la kumlazimisha kufanya tendo la ndoa kwa nguvu? Kwani ubakaji si ni ukatili jamani? Kwa hiyo ukitizama unaona kabisa kwamba bado kuna umuhimu wa kufanyia marejeo hizi sheria zetu. Lakini katika harakati zenu, kabla sijakwenda kwa Mama Amira, katika harakati zenu hili mnaliona kama haswa linatakiwa kuingizwa kwenye sheria na kuchukuliwa kama kosa ama uhalifu wa mume dhidi ya mke? Kwa sababu umezungumzia mwenyewe kwamba mwanamke anapoingia kwenye ndoa, moja ya yale ambayo anatakiwa kutoa ama kumpa mume ni hilo tendo la ndoa kwa wakati na muda anaotaka. Kwetu sisi tunaona, na tumekuwa tukilifanyia uchechemuzi au advocacy, kwamba kufanya marejeo ya hiyo sheria, kwamba ridhaa ni kitu cha muhimu sana kwenye mahusiano na kwenye ndoa.
na kwamba kwa sababu tu umeingia kwenye ndoa tusilazimishane. Na kwa nini iwe upande mmoja? Basi kama ndivyo basi iwe pande zote. Kwa nini iwe upande mmoja tu? Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakifanyia kazi na tunataka kabisa kwamba sheria ifanyiwe marekebisho. Ishi hapo kwanza kwa muda huu. Mama Amira, umekula chumvi nyingi, umeyaona mengi, umemsikia Tike anavyoeleza kuhusu hili, wewe unasemaje? Karibu. Assalamu alaikum warahmatullah. Na mimi ni Amira Mselem Said. Kwa upande wa mke na mume kikwetu Kiislamu, tukishafunga ndoa sasa, mwanamke yule au mwanamume yule ana haki ya kutaka mkewe saa yoyote. Hata kama mke anapika, mwanamume amtaka, ni lazima awache upishi, ende akamwangalie mwanamume. Sharia ya Kiislamu haina kubakwa wala kunini. Saa yoyote au wakati wowote mwanamume akitaka nafsi ya mwanamke anapewa. Asante sana mama Amira. Njeri, umemsikia mama Amira. Saa yoyote, wakati wowote, unapika, acha, nenda kamwangalie mume. Unashughulika na haya mambo. Karibu sana, utupe kwanza mtizamo wako kabla hatujaendelea na mjadala huu. Unasemaje wewe ili swala linalotajwa kama ubakaji ndani ya ndoa? Kwa sababu mimi nafanya sana kazi katika sulma za kijamii, mimi nitasema hivi kulingana na mambo ambayo yanatufikia kwenye ofisi zetu na mambo ambayo tunawapokea, ya kwamba hivyo sio sawa. Kunahitaji kukua na mtindo wa kuulizana, uko tayari, unaweza penda mpenzi wangu, njoo tuende, basi tuende chombani ama palipopote ambapo kunafanyika. Na kama mimi kama mume ama mke nikisema la, inastahili la yangu isikiwe katika ndoa, kuwa kana kama tumeshafanya ndoa, sisi ni bwana na bibi ama bwana na mume na mke, haimaanishi kwamba ni sawa kila wakati ukitaka na mimi sitaki inakuwa inanilazimisha. Tendo la upendo sio tendo la kulazimishwa katika ndoa, hasa kwa sababu mimi nimeona kesi nyingi sana. Kesi mojawapo ambazo nimeziona ni kama wakati mama amejifungua na amepatiwa siku zake za kungojea na hawezi fanya mapenzi. Sisi tumepokea kesi nyingi sana ambapo wamama wanakuja kushtaki, ambapo bwana hakungojea kwa sababu yeye hasikizangi, akiambiwa haiwezekani hataki kusikia. Unapata wamama wengi wanabidi warudi hospitalini wakashonwe tena. Unapata wamama ambao walikatwa ile katika CS, inabidi tena warudishwe kwa sababu waliumizwa, kwa sababu ule mwanaume amekataa kungoja zile wiki 6 ambazo hospitali zimesema kwamba mwanamke angoje. Kwa hivyo unaona pale ile kusema ni mtindo wa ndoa, nikiitisha ni lazima, inamaanisha kwamba yule mwanaume hata wakati mama amejifungua hawezi kusikia ile hiyo inakuwa ni jambo ambalo ni shida. Mwanaume mwingine anasema kama uko na siku zako za hedhi kwamba yeye lazima umpe, kwa hivyo utampatia na nyuma na kwa mtindo ambao sio ule tumezoea. Kwa hivyo unapata hizo ni kesi pia ambazo tumepokea. Na wale wamama pia wanaona aibu kwa sababu hizi si vitu ambavyo wenyewe wanataka kuripoti. Kwa hivyo tunapata kesi ambazo kumekuwa na wale wanawake ambao wamefanyiwa katika ndoa, wamepata vitu ambavyo tunavita kama fistula, vitu ambavyo tunavita kama yani pale wamepasuka. Saa zingine unapata makojoo na kinyesi zinashikana. Kwa hivyo yule mwanamke mpaka unapata amekuja kwa sababu amekuwa na ile harufu, kwa sababu mambo yaliharibika na hakukuwa na pahala pa kwenda. Kwa hivyo mimi vile ninavyojua na ile kazi ambayo nafanya, mimi siwezi kukubaliana na hiyo. Mimi nasema inahitaji kuwa na kusikilizana baina ya mwanamume na mwanamke, kwamba ukiomba na mimi nikisema la ama nikisema ndio tunasikizana kutoka hapo. Asante sana Njeri. Mama Amira, ninaamini kwamba huwa ama wewe ni moja ya kina mama ambao mmehusika katika kuandaa labda wasichana mabinti wanapojiandaa kwenda kuolewa. Umemsikia Njeri, wakati mwingine mume anataka tendo la ndoa wakati mama ametoka kujifungua, hata hizo wiki 6 bado pengine amejifungua kwa operation ama upasuaji naweza kusema, halafu wanapata madhara makubwa
kubwa. Huwa mnawaandaaje hawa mabinti wanapokwenda huko kuolewa? Kwa mtizamo wako, kwa kifupi tu. Sisi Kiislamu na Kiswahili unamfundisha mtoto juu ya kwenda kwa mume, na mume pia anafundishwa. Na wakati mwanamke amezaa, tuna ile siku 40 kuketi nyumbani. Bwana hafai kukukurubia. Hiyo ni lazima tuwafundisha, na Kiislamu unapawa at least kama siku fulani au 20, ikiwa ile damu imesangaa, hapo mwanamume yule mwanamke aweza kujitoharisha, tunasema kujitoharisha, kujirekebisha, kuingia katika hedhi, ukajiosha, hapo waweza mkafanya ikiwa amesangaa damu yake. Pili, ukiwa umezaa na ni mwanagendi, nikisema mwanagendi ni mara ya kwanza mtoto kuzaa, huyo mtoto anatakiwa kwenda kwa mama. Umesikia? Mama ndiye anakwenda kumfundisha, na mume hana ruhusa ya kuketi zaidi ya masaa. Anakwenda kumwangalia mtoto, anakwenda kumwangalia mke kama 1 hour na anaondoka. Hawezi kumgusa. Labda kitu kimoja mwanangu, just a kiss. Unampiga kiss ya goodbye. Lakini huwezi kumshika pale popote. Asante sana. Nashukuru sana mama. Nashukuru sana Mama Mselem. Lakini umezungumzia swala la wanaume pia wanafundishwa. Mimi kabla sijarudi kwako Tike Njeri, wanaume mnakutana nao, mnazungumza nao kuhusu hili? Unajua, mimi sana sana watu ambao nimebainika kufanya nao kazi ni wanawake kwa muda mwingi. Kwa hivyo sisi hatujakuwa na swala ambalo tunategemea kuongea na wanaume kuhusu hizi kesi, kwa sababu mwanamke akija anakuja hata kisirisiri asaidiwe, apate usaidizi katika hii mambo ambayo amemtendekea, na wengi wanarudi pale kwenye wanaume wao. So sitasema kwamba nimekuwa na wanaume wengi, ila katika sheria za Kenya utapata kwamba hili ni jambo ambalo linashughulikiwa, kwa sababu katika sheria za Kenya wanasema kwamba mwanamke akishikwa, lakini kwa kufanyika mapenzi ambayo si aina ile ya kawaida, hiyo ndio unapata katika penal code ya Kenya, lakini nyingine hatuongelei. Unamaanisha nini katika unamaanisha nini katika hali isiyo ya kawaida? Anasema kufanya mapenzi ambayo sio hali ya kawaida, kwa hivyo au kinyume na maumbile. Kinyume na maumbile, hiyo kinyume na maumbile, hiyo tu ndio inapatikana kama mwanamke ambaye kwenye ndoa yamemfanyikia. Hiyo tu ndio sheria inakubali kwamba tunaweza kupeleka mbele. Lakini haya mambo mengine sheria haina la kusema kuyahusu. Na wanawake wengi wakitendekewa na hiyo jambo hawana pahala pa kwenda. Tike, nakuja kwako. Sheria, mmekuwa na harakati ambazo mmekuwa mkizifanya za kutaka mabadiliko ya sheria. Nadhani zimeanza miaka kama sijakosea 3 iliyopita, au ni mwaka 2026. Mmefika wapi hadi sasa? Bado tunaendelea kufanya hizo uchechemuzi na serikali, hasa katika eneo zima la kubadilisha hizo sheria kama ambavyo unavyosema. Lakini naona kwamba si swala ambalo linapewa kipaumbele zaidi na serikali, lakini kwa sababu tumekuwa tukipata tu ahadi mara nyingi. Lakini sisi mara nyingi tumekuwa tukisema haki ya mwanamke juu ya mwili wake haikomi tu unapovaa ile pete. Utu ni haki hii ya asili, na si tu zawadi inatolewa kwa sababu umeolewa ndo upate, ndo ukienda kule basi maisha yako yabadilike. Hapana. Lakini kutokana na hivyo bado tunaona akupewi hiyo kipaumbele. Lakini kingine ambacho nitaka kujibu, kama tunashirikiana je na wanaume katika kutoa elimu na nini, sisi tunafanya hivyo. Maana tuligundua kwamba unapokuwa unaongelea masuala ya wanawake kwa wanawake peke yake, unamsaidia sawa mwanamke kuelewa haki yake, lakini anarudi kwenye jamii
anarudi kwenye utaratibu ambao umekuwepo siku zote. Sasa kama na wanaume hawajapata hiyo elimu, tunakuwa pia hatuwasaidii wanawake. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia nafasi mbalimbali pia kuwaelimisha wanaume kuhusiana na haki za wanawake, na mojawapo ikiwepo hili swala zima la ukatili hasa kwa wanawake ambao wanaobakwa ndani ya ndoa. Asante sana. Tatu, umekuwa ukifuatilia pia wafuatiliaji wetu nao wana maoni. Hebu tuambie maoni kama matatu hivi, alafu nirudi kwa washiriki wetu. Kuna mmoja ajiita Ale Sylvester Samba, yuko Sekei Arusha. Yanasema jamii mara nyingi ushinikiza kuwa ndoa ni siri au mke lazima mvumilie mume wake. Mwanamke anaweza kuhisi hatia, aibu au uoga kudharauliwa ikiwa ataripoti. Maida Chafumbwe anasema huenda wanahisi ni kawaida kwa sababu ameoleka. Kwa hiyo mwanamume ni sahihi kuwafanyia watakalo katika miili yao na hawapaswi ama hawana pa kuwashtaki kuhofia aibu yao. Kuna huyu anajiita Lawrence Kita anasema kwa hiyo ama kwani ndoa ni ya kulazimishwa? Kama anabakwa asiakimbie. Ameambiwa kwenye ndoa mwanamke anaenda kusoma magazeti au inao ni kali. Jameson Mbila anasema sheria ya nchi yetu haitambui ubakaji ndani ya ndoa. Ndugu mwandishi, ukishafunga ndoa lazima lifanyike tendo la ndoa, aidha unataka ama hutaki, japo hajasema ni nchi gani hii. Mmesikia maoni. Nije kwa mimi nataka nisikie kutoka kwa Mama Mselem, unasemaje kwamba haujaja hapa kusoma magazeti? Naam. Kitu kimoja, mwanamke hufai kumwingilia kwa nyuma. Kidini huwa ukishamuoa umemwingilia kwa nyuma, hiyo inaitwa talaka. Umefahamu? Unamwacha. Na kitu cha pili, magazeti ni vile mwanamke alivyokuwa kwa wazee wake na ile heshima aliyotoka kwa mzee wake, ajua mimi ninatoka kwa mzee, ninafundishwa kitu gani. Mwanamume akiingia nyumbani nimfanye nini? Umpokee. Mwanamume akiingia nyumbani umpe maji anwe, umuulize umetoka wapi huko uliko. Sasa tena yale mengine ni mapenzi, mnashikana kimapenzi na si kubaka. Kubaka ni mtu ambaye hujamuoa na umempenda, anakusumbua, waweza kuja ukambaka. Lakini si kwamba mwanamke ambaye alolewa awe atabakwa. Ni urongo. Mwanamke akiolewa huwa ni mke, ni mzalishaji, ni mama. Sasa asante sana Mama Mselem, ninaambiwa na muda wangu hapa umemalizika. Ninaomba ni washukuru sana Tike na nikushukuru sana Njeri kwa kuungana nasi. Asante sana na ninawatakia mchana mwema. Asante na wewe pia. Asante, Mungu akubariki.